Jaji mkuu George Masaju amemgeuka Rais Samia Suluhu na kumwonya dhidi ya kuingilia muhimili wa mahakama. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Jaji mkuu wa Tanzania George Masaju leo Jumanne Januari tarehe 13 mwaka huu amesisitiza kwa nguvu umuhimu wa uhuru wa mahakama kwa msingi wa utoaji wa haki nchini, akibainisha wazi kwamba mahakama ni mamlaka ya mwisho ya kutekeleza haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ipaswe kuingiliwa na mihimili mingine ya dola. Kauli hii ilitolewa wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Hakimu na Majaji Tanzania TMJA, ambapo Masaju alitoa pongezi kwa Rais Samia Suluhu kwa juhudi zake za dhati katika kuimarisha uhuru huo kupitia sera na matendo na vitendo vya utekelezaji, ijapo vile alimuonya Samia Suluhu dhidi ya kujaribu kuingilia muhimili wa mahakama na kwamba kusema mihimili yote inajisimamia sambamba. Katika hotuba yake, jaji mkuu alisisitiza kwamba uhuru wa mahakama si jambo ama si neno lililowekwa katikati ya nyenzo ya sheria, bali ni nguzo hai inayopaswa kubainika kwa vitendo katika utekelezaji wa kesi zote dhidi ya serikali, watu binafsi na makundi ya kisiasa. Kwa mujibu wa mkataba wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka ya utoaji haki ni kikatiba kutengwa kwa muhimili wa mahakama ili kutekeleza haki kwa wayatendao yote bila kuingiliwa na nguvu za kisiasa au shinikizo la kisiasa. Kifungu cha 107 cha kikatiba kinaeleza wazi kuwa mahakama ni huru na inapaswa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, ikifuata na kanuni za kikatiba na sheria za nchi. Jaji mkuu Masaju akabuabua mjadala huu akisema kuwa ishara ya kuendelea kutoa rasilimali zinahitajika kudumisha uhuru huo ni muhimu, ikizingatiwa kwamba mahakama inahitaji bajeti ya kutosha, rasilimali za tehama na miundombinu bora ili kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa wakati unaofaa. Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kuweka msisitizo juu ya nafasi ya mahakama kama nguzo huru ya serikali. Lakini katika baadhi ya hotuba na hafla za kitaifa, Rais Samia Suluhu amehimiza utekelezaji wa haki kwa mujibu wa katiba, akisema mara kadhaa kwamba mahakama ni huru na ipaswe kuingiliwa na mikono ya serikali wala bunge katika maamuzi yake ya kisheria. Ushahidi wa utekelezaji wa kauli hizi pia umeonekana katika hatua za kiserikali kuongeza bajeti ya mahakama kwa kiasi cha asilimia kubwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambapo bajeti ya mahakama iliongezeka kutoka shilingi bilioni 162.2 hadi bilioni 321, ongezeko la karibu asilimia 93. Lengo likiwa ni kuimarisha utoaji wa huduma za mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mawakili wa serikali pamoja na kuboresha miundombinu ya tehama. Zaidi ya hayo, serikali imewekeza katika makao makuu mapya ya mahakama ya Tanzania, ikijumuisha ofisi za mahakama kuu, mahakama ya rufaa na makazi ya majaji, hatua inayolenga kulipa kipaumbele miundombinu ya utoaji haki. Hata hivyo, licha ya maboresho haya ya miundombinu ya bajeti, mahakama bado inakabiliwa na changamoto nyingi za msingi, na ripoti mbalimbali za vyombo vya kutetea haki na wataalamu wa sheria zinaonyesha kuwa uhuru wa mahakama umeguswa sana na changamoto ya rasilimali, usambazaji wa bajeti na utekelezaji wa sera ambazo moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja zinaweza kudhoofisha uwezo wa mahakama kutoa haki bila upendeleo. Kwa mfano, utoaji wa bajeti kupitia chanzo kimoja kutoka kwa serikali unaweza kuleta hali ambayo baadhi ya wachambuzi wanaita shinikizo la kifedha, ambalo linaweza kudhoofisha uwezo wa mahakama kutimiza majukumu yake bila kuwepo kwa vikwazo au ushawishi mwingine. Aidha, mchango wa tehama katika utoaji wa haki za raia unaendelea kushikilia umuhimu wake, huku serikali ikichukua hatua kutumia teknolojia kuboresha usimamizi wa kesi na kufikisha huduma kwa wananchi. Kwa mfano, kwa matumizi ya digital court system katika mahakama ya msingi ya Mahakama Kuu.
Uhuru wa mahakama sio dhana mpya kwa mfumo wa sheria ya Tanzania. Tangu wakati wa uhuru wa nchi, katiba za awali zilijadili sana mgawanyo wa madaraka, ambapo mahakama ilipaswa kutengwa kama mgato huru wa utekelezaji wa haki, tofauti na mihimili utekelezaji wa uandishi wa sheria. Dhana hii ilikuwa na msingi wa siri, utawala wa sheria, na kuwawezesha wananchi kutafuta haki bila hofu ya msukumo wa kisiasa. Utafiti wa kihistoria unaonyesha kwamba pasi na uhuru wa mahakama, haki ya mtu mmoja zinakuwa dhaifu mbele ya shinikizo la kisiasa au mikono ya serikali, na hii inaweza kudhoofisha imani ya umma kwa mfumo wa sheria. Wanazuoni na waganga wa mahakama wanaelezea kwamba uhuru wa mahakama unajumuisha vipengele vinne vya msingi: mgawanyo madhubuti wa madaraka, uhuru wa kibinafsi na majaji na magistrate katika maamuzi yao, uhuru wa kibenki na kifedha, na ulinzi dhidi ya ushawishi wa kisiasa moja kwa moja au njia ya wasiwasi wa umma. Matamko kama yale ya Jaji Mkuu Masaju ni ya umuhimu mkubwa kwa demokrasia Tanzania, kwa sababu yanasisitiza umuhimu wa utekelezaji wa kanuni ya rule of law, utawala wa sheria, ambayo ni kiini cha jamii yenye haki na utulivu wa kisiasa. Uhuru wa mahakama unahakikisha kwamba koti zinaweza kutoa haki bila kutafuta presha za kisiasa, na hivyo kukuza imani ya raia katika mfumo wa haki. Pia kwa kuwekeza katika uhuru huu wa vitendo, kwa kutenga rasilimali za kutosha, kuboresha tehama na kuhakikisha majaji wana nafasi thabiti na majukumu yao, Tanzania inaimarisha nafasi yake kama taifa lenye utawala bora na mfumo wa sheria unaowajibika. Matokeo yake, jamii inayoheshimu kanuni za mahakama huru ina uwezekano mkubwa wa kuvutia uwekezaji, kukuza maendeleo ya uchumi na kutetea haki za binadamu kwa njia endelevu. Maendeleo haya ni msingi muhimu wa kuendeleza mazungumzo ya kisiasa yaliyo hai na kutimiza maendeleo ya taifa kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo kauli ya leo ya Jaji Mkuu Masaju si tu tamko la kitaaluma, bali ni mwitikio wa umma na serikali kwa pamoja kulinda na kuimarisha msingi uliowekwa na Katiba ya Tanzania ya uhuru wa mahakama. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia ndugu, jamaa na marafiki wote ambao hawajajua taarifa hizi.